LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Huna haja ya kujua leo basi lipo au halipo. Hauna haja ya kujua basi hili limefika salama au halijafika salama. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Habari za wakati huu mtazamaji, ni mara nyingine tena tunakutana katika kipindi cha usafiri na maendeleo kinacholetwa kwako na Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Utakuwa nami Salum Paz. Tafadhali tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi uweze kufuatilia mambo mengi tuliyokuandalia. Karibu. Mtazamaji, kipindi chetu cha leo kinaangazia udhibiti wa huduma za usafiri kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka, ambapo Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imekuwa ikifuatilia kuhakikisha kwamba huduma za usafiri wa abiria ambao wamekuwa wakisafiri kwenda maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya mapumziko na kwa ajili ya sikukuu za mwisho wa mwaka waweza kupata huduma ya usafiri ipasavyo. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba kipindi hiki kumetokea wimbi la abiria ambao wanakuwa ni wengi, ambao inahitaji sasa kuwa na huduma za usafiri za kutosha, zenye ufanisi na salama pia. Na moja kati ya mikakati inayofanywa na LATRA ili kusaidia kuongeza huduma za usafiri wa abiria na kupunguza bugdha ambayo walikuwa wanaipata ya ukosefu wa huduma za usafiri ni kuongeza vibali vya muda mfupi au leseni za muda mfupi kwa wasafirishaji ambao walikuwa wanatoa huduma katika njia nyingine ili waweze kuongeza huduma katika njia ambazo zina uhitaji mkubwa. Na kuhusu swala hilo na masuala mengine, Dr. Suluo anaeleza. Tumedamkia hapa stendi ya Magufuli Dar es Salaam Louis. Ni saa 10:30 tulikuwa maeneo haya kuangalia hali ya usafiri. Na tumekuja hapa baada ya hizi taarifa za wiki hii kwamba abiria wameanza kuwa wengi mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Mara nyingi huwa katikati ya mwezi ndio kunakuwa na abiria wengi. Tumejionea kwa kweli hali ya leo ni shwari sana, kwa idadi sio kubwa. Abiria sio wengi kama vile ilivyokuwa siku 2-3 zilizopita. Na tathmini yetu inaonyesha kulikuwa na mahitaji ya ghafla yametokeza kutokana na wanafunzi walikuwa wamefunga shule, wanahitaji kusafiri, lakini kuna watu ambao ni ratiba kusafiri kipindi hicho pia kukawa na msongamano mkubwa. Lakini kwa ajili ya kutatua tatizo hilo tulitoa vibali vya dharura vya muda mpaka miezi 3 watu waweze kuomba. Tulitoa tangazo na kufikia leo asubuhi taarifa zetu ni kwamba tumetoa vibali 72. Kituo hiki cha Magufuli tumetoa vibali 31 vya muda kwa mabasi na maeneo mengine nchini vibali 41, jumla vibali 72. Lakini katika kukagua hali ya usafiri kwa ujumla, kwanza tunawashukuru sana wasafirishaji. Kwa kweli kuna utii mkubwa wa sheria kwa wawekezaji wenyewe. Magari yote haya kwa ujumla yana mifumo ya tiketi za kielektroniki au tiketi mtandao. Hii tunawapongeza sana wasafirishaji. Lakini pia kupitia hii mfumo wa tiketi mtandao, nauli zinatozwa zile ambazo ni elekezi. Hili nalo pia tunawapongeza sana. Mtazamaji,
Pamoja na huduma nzuri inayotolewa na wasafirishaji na abiria wanapata huduma ya kusafiri mchana na usiku kwa wingi wao, kumejitokeza baadhi ya changamoto, na moja ya changamoto ni changamoto ya ulanguzi wa nauli za tiketi au ulanguzi wa tiketi za abiria, na hapa Dr. Suluo anaeleza. Tumeona shida kidogo kwenye ule namna ambavyo abiria wanafika na kupokewa. Kuna watu kwa wakala tuseme, wao wanawadaka abiria, na ukifika mahali mtu unauelewa hujafanya booking kwa online, utakutana na hawa wana tiketi wamezishika mkononi za kuandikwa kwa mkono hivi na karatasi. Mtu ana tiketi 20, 30, yani mpaka 30 kuna mtu tumekuta nazo, lakini ya kampuni ya mabasi tofauti. Kwa hiyo anakuandikia unakwenda kwenye lile basi. Kuna wengine wanakuandikia wanakutoza nauli kubwa, ukifika kwenye basi unapewa nauli ile ya halali. Sasa anakuwa kama amekuletea abiria lakini ameshakuchaji hela kubwa. Kuna wengine unakwenda wala hilo basi halipo, lakini ni makampuni ya mabasi ambayo ya wengine wametoa photocopy. Sasa kwa hali hii, uzuri wa hapa kuna kituo cha polisi, kuna meneja wa kituo na sisi tuna ofisi yetu hapa Magufuli nafanya kazi saa 24. Kwa kushirikiana na inchaji wetu hapa wameweza na polisi kuwakamata hawa waliofanya vitendo hivi, na hivi tunavyozungumza wako chini ya ulinzi. Hatua za kuwafikisha kwenye mamlaka ya kisheria ikiwepo mahakama zinaendelea ili watusaidie kwa nini wanafanya hivi, na iwe ni fundisho, wapewe adhabu ambayo itakuwa fundisho kwa wenye kufanya mambo haya waache, na wasafirishaji tuendelee kusimamia. Tumegundua pia wahudumu, kuna mabasi ambayo yanatumia wahudumu ambao hawajasajiliwa na LATRA. Hilo ni kosa, tunatoza adhabu. Uwezi ukamweka conductor ambaye hajasajiliwa na LATRA, hajapata mafunzo, na ndio maana hata hilo basi mabasi tuliyokamata yote yana wahudumu ambao hawajasajiliwa na LATRA. Kwa hiyo ukisajiliwa na LATRA unakuwa umefundishwa pia nidhamu ya kuangalia usafi wa gari, kuwepo wapi watasimama abiria. Kusimama ni dakika 20 vituo vyote. Alafu pia tunasisitiza usafi wa mazingira, tusitupe taka ovyo, tutunze mazingira. Na tunasisitiza sasa hao mawakala hawa tunakwenda sasa kuwasajili. Tumeshatengeneza kanuni ya mwaka 24. Tunakwenda sasa kuwasajili. Uwezi kuwa wakala huku unaumiza watu. Utakuwa na vitambulisho, utakuwa na kibali cha LATRA cha kuwa wakala wa basi, unamsaidia mwenye basi. Kwa namna hii kuachiachia tutapama. Tunakwenda kuboresha, tutaendelea kuboresha, na tunaomba wadau na wamiliki wa mabasi haya tushirikiane katika kuboresha huduma hizo. Mtazamaji, wahenga walinena, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Tumeshuhudia namna ambavyo wadau ambao wamejishirikisha na shughuli za ulanguzi wa nauli na kudhulumu abiria kwa namna mbalimbali, jinsi ambavyo wamekutana na mkono wa sheria kufikia hatua ya kutiwa mbaroni tayari kabisa kwa kufikishwa katika vyombo vya dola au vyombo vya kisheria na kuweza kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tunao abiria ambao wao ndio walipata changamoto iliyotokana na makosa haya ambayo wadau hao walikuwa wanayafanya. Na hapa baadhi ya abiria wanaeleza changamoto walizokutana nazo. Nimefika Mbagala pale mida saa 9 hivi alfajiri ya leo. Naelekea Shinyanga, lakini nimekosa gari ya Shinyanga direct. Kwa hiyo nauli of course waliniambia 75. Kaambia mbona nyingi, sio hiyo. Nasema hamna, magari sasa hivi sio hamna, hiyo ndio bei yake. Unatoa 75 lakini tunakuandikia tiketi ya 65. Sasa kwa sababu ya shida ya usafiri na mimi huko naenda haraka, kwa hiyo ikabidi nitoe hela. Ndio nimefika mpaka hapa Magufuli Mbezi. Ndio nimekutana na nyie watu wa LATRA. Of course humu watu wengi tu wamelanguliwa tiketi hizo, wamelipwa ile ya juu kuliko tiketi ya halisia. Kwa hiyo of course tunawashukuru nyie LATRA, mtusimamie waturudishie hizo pesa zetu, sababu ni ulanguzi. Naenda Kahama ila nimekatiwa tiketi Mbagala pale 80. Akaja mtu wa LATRA akatuuliza nauli, tukamwelekeza tumetoa nauli ya 80. Akaniuliza umetoa shilingi ngapi, nikamwambia 80. Akaniambia nauli halisi ni 60. Kwa kama nirudishia hela. Ninaambia tu tende haki kwa bidii. Na ninashukuru pia kwa watu wa LATRA. Imani
yatarajiwayo. Mimi naamini, nchi inaamini, itakapofika 2030 Afrika na dunia nzima tutaweza kutumia nishati safi. Wizara ya Uchukuzi ikishirikiana na... Mtazamaji, unaweza kusema majuto ni mjukuu, na hapa tuna wadau mbalimbali ambao walijihusisha na vitendo vya uvunjifu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kufanya ulanguzi wa nauli na kuwaibia abiria vipato vyao, ambao vinasababishia abiria changamoto mbalimbali. Je, wadau hao ambao wamekamatwa kutokana na makosa mbalimbali yanayohusiana na ulanguzi wa tiketi na ulanguzi wa nauli walikuwa na nini cha kueleza? Kosa nililotumia au nililolifanya kuzidisha tu bei. Nauli zetu Andeni tunauza nauli 17,000, lakini huwa tunamwambia abiria ukweli kwamba naomba hata hela ya maji ili upate siti. Na hayo malalamiko ya kurudishwa nauli kwenye gari, ndani ya gari wakati naandika kuyapata. Ningeyapata, ina maana abiria ningemwambia umekuja na nani, alokuleta kwenye gari ni nani, ili tufanyeje kwa mchakato hela yake ifanyeje ipatikane. Nilipokuja hapa, kila anayejitokeza, alipoingia ofisa, kila anayezungumza hivyo nikaona kuna yani ni asilimia kubwa wote wamefanya nini, nafanyiwa hivyo. Kabidi nichukue jukumu mimi kama agent, nimpatie kile kilichozidi. Nimeamua kufanya hivyo ili kuepusha usumbufu vile vile kwa abiria. Tunakutana na changamoto ya abiria kuzidishwa nauli, ambapo wapiga debe wengi wanachukua nauli tofauti, wanatuletea kwa hela tofauti. Sisi tunawaandikia bei halali ambayo tunaletewa, lakini kumbe nje ya wameandikiwa bei tofauti. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa, kwamba wapiga debe wa nje wanachukua bei kubwa, anakupigia simu na abiria wangu ana kiasi hichi, unamchukua. Mimi kwa sababu nina nafasi namchukua, ikitoka hapo kumbe yule abiria amelipa hela tofauti na ile ambayo ananikabidhi mimi. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa, lakini tumefanya utaratibu, abiria kila abiria amepata haki yake, amerudishiwa ile hela ambayo amesema yeye amezidishiwa. Mtazamaji, miongoni mwa mawakala wa mabasi ambao wanasimamia huduma hizi za tiketi na huduma za mabasi kwa ujumla, tunaye Bwana John Emmanuel. Yeye ana haya ya kueleza kuhusiana na kazi inayofanywa na LATRA katika udhibiti wa huduma za usafiri, na ana maneno ya kuwashauri mawakala wenzie ambao wanafanya kazi hizi kila siku. Nimefurahishwa sana na mfumo wa LATRA, wanatoa vibali bila ukiritimba, bila rushwa aina yoyote. Ukihitaji kibali unakwenda unakipata bure. Ndio maana unaona standard leo abiria wamepungua, hali imeshakuwa shwari, hakuna changamoto nyingine yoyote. Hali ya usafiri siku 3-5 zilizopita ilikuwa ni changamoto, lakini LATRA wamepambana, wameweza kutoa vibali vya kutosha na hakuna longolongo. Unapoona watu wamepungua, na kufikia leo hii watu wote wataisha, sababu LATRA wametoa vibali vya kutosha na mambo yote yanakwenda vizuri. Ushauri wangu kwa mawakala, tuuze nauli iliyopangwa na LATRA. Ukiona, kwanza nataka nikwambie uzuri wa LATRA, ukiwa na gari standard nauli yake inakulipa. Ukiwa na luxury nauli yake inakulipa. Kama full luxury inaulizwa nauli? Haiulizwi. Lakini gari ambazo unakuta gari haina AC, haina TV, haina kitu, unauza nauli tofauti na iliyopangwa na mamlaka, ni makosa. Wewe uza nauli iliyopangwa na mamlaka. Mbona nauli zao ni nzuri zinalipa tu? Nauli zao ni nzuri zinalipa. Fuata mfumo, toa tiketi mashine ambayo inaelekeza. Sababu tiketi mashine haiwezi kuzidisha nauli. Inatoa nauli ambayo iko nini? Kwenye mfumo kutokana na mkoa husika, sehemu husika inatoa vile vile ilivyo. Haitoi nauli ambayo tofauti na hiyo. Ukiona tiketi haijatumika tiketi mashine ndipo unafanya nini? Kuna tiketi ya ulanguzi. Lakini kutoa tiketi mashine LATRA, kutoa tiketi mashine zile hana shida. Kwa hiyo naona hapa mambo yamekuwa ni shwari. Kufikia kesho Jumapili ambayo ni tarehe 7 hakutakuwa kuna shida ya usafiri tena. Mimi nimekuwa nimekaleta kwa mfumo gari zetu zina siti za kutosha. Hakuna mtu atalala tena hapa leo. Nishati safi. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Usafiri na Maendeleo, kinachotoka kwako na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Na kipindi cha leo kinaangazia udhibiti wa huduma za usafiri wa abiria kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Na udhibiti huu unafanyika mikoa yote Tanzania bara. Na hapa tuko mkoani Dodoma. Bwana Ezekiel Emmanuel, yeye ni afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Dodoma. Anatueleza kwa ufupi kuhusiana na hali ya huduma za usafiri wa abiria katika kipindi hiki. Hali ya usafiri kwa mkoa wa Dodoma kipindi cha mwezi wa 12 kuelekea msimu wa sikukuu, tumekuwa tukiona kwa kawaida ya miaka yote, miaka ya nyuma, kipindi cha mwezi wa 12 kuelekea msimu wa sikukuu kumekuwa kuna abiria wengi na ongezeko kubwa la abiria. Kwa kipindi hiki hali ya usafiri kwa Dodoma, hali ya usafiri kwa shwari. Huduma za usafiri zinaendelea vizuri, hatujapata changamoto ya kwa abiria wengi. Abiria ni wa kawaida na abiria wote wanaendelea kupata huduma za usafiri.
kwa kipindi cha wiki iliyopita kidogo kulikuwa na ongezeko la abiria kutokana na shule kufungwa. Wanafunzi walikuwa wakirudi majumbani, lakini hizi siku 2-3 kuanzia tarehe 7, tarehe 8 hali ya usafiri kwa abiria imeshuka sana. Abiria wamekuwa ni wachache, na kuelekea tarehe 9 abiria wamekuwa ni wachache, lakini tunategemea kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, tunavyokaribia kilele cha msimu wa sikukuu tarehe 25 Christmas na kuelekea mwaka mpya, tunategemea abiria wataongezeka. Kwa kipindi cha kuanzia tarehe 1 mwezi wa 12 mpaka tarehe 6 tumekuwa na kidogo ongezeko la abiria, ambao kwa mkoa wa Dodoma tumetoa kama vibali 10 vya mabasi ambayo tuliapa vibali kwa ajili ya kuweza kusupport kwenye njia ambazo zilikuwa na ongezeko la abiria, na hasa mabasi yalikuwa yakielekea uelekeo wa Arusha na Moshi. Kuna mabasi yalikuwa yakielekea mikoa ya Iringa, na kuna mabasi yalikuwa yakielekea mikoa ya kanda ya Ziwa. Tumekuwa tukifanya kaguzi zetu za mara kwa mara kuelekea kipindi cha msimu wa sikukuu. Tumekagua abiria kwenye kituo chetu cha mabasi Dodoma. Hatujapata changamoto ya abiria ambao wanabambikiwa nauli, kwamba nauli huduma anazidisha nauli, na hiyo imekuwa ni kazi ambayo imefanyika miaka ya nyuma. Kwa hiyo kipindi hiki kwa kweli tupongeze mamlaka ya usafiri ardhini LATRA. Tumeweza kuautomate huduma zetu nyingi katika mifumo. Basi kuna mfumo wa tiketi mtandao ambao umekuwa ni mkombozi kwa kweli katika swala la wasafirishaji kuzidisha nauli, kwani nauli ambayo inachajiwa sasa hivi kwa safari yoyote ile nauli ambayo imewekwa kwenye mfumo, tofauti na zamani. Lakini pia tunaendelea kudhibiti hizi tiketi za ulanguzi. Hawa maagent ambao wanakuwa wanamuuzia abiria tiketi ya kuandikwa kwa mkono, ili baadaye akambadilishia amtolee tiketi ya electronic. Kwa hiyo changamoto tumekuwa tukipambana nayo, na kwa kweli kwa maagent wa mabasi ambao tukiwakuta na changamoto kama hii, kwa kweli hatujakuwa na muhali katika hilo. Tumekuwa tukitoa adhabu kali, kwa kweli tumekuwa tukitoa adhabu kali kuhakikisha changamoto kama hii haijirudii tena. Mtazamaji, miongoni mwa miundombinu inayotumika na LATRA kuongeza ufanisi katika huduma ya usafiri ni matumizi ya mfumo wa tiketi za mtandao. Mfumo huu ni maarufu kama mfumo wa safari ticket, na hapa CPA Dr. Habibu Suluhu anaeleza yafuatayo kuhusiana na mfumo huu na jinsi ambavyo abiria wanaweza wakarahisishiwa na wakaepushwa na ulanguzi wa tiketi kupitia mfumo. Kwa hiyo tunawasisitiza pia Watanzania wasafiri abiria, hakikisha unalipa tiketi ambayo iko kwenye electronic, na sio mpaka LATRA tunakuja tunaambia mrudishie. Wewe mwenyewe umeona, mbona sasa hapo umeniandikia tiketi kwenye tiketi nauli ambayo sio nilokupa. Nyinyi basi zima mnadhulumiwa kwa sababu gani? Daini haki zenu, au tupigieni simu, sisi tutatoa taarifa huko vituo vya ukaguzi mbele, mtasimamishwa na hela zenu zitarudi. Lakini Watanzania nyinyi wenyewe, abiria nyinyi wenyewe, muungane, msimgoje LATRA mtu mmoja. Nyinyi wote basi zima mnadhulumiwa kwa sababu gani? Muulize jirani yako umechajiwa shilingi ngapi, mnaonyeshana tiketi, tunadai haki yenu. Kwa hiyo tukubali hali, lakini pia tusisitize kwamba unaweza kuhakiki nauli yako kwa kutumia LATRA app, ukaidownload kwenye simu za Samsung zile za Android tunasema, au simu za iOS zile kama Apple. Unaweza iPhone zile ukadownload LATRA app, ukaverify, ukathibitisha nauli kama uliolipa ni halali kwa viwango vya daraja la kati na daraja la chini au ordinary tuseme. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutumie hiyo app iwasaidie, na wasafirishaji tuendelee kusimamia. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Namna hiyo ndivyo kipindi cha usafiri na maendeleo kinavyoyoyoma, na wakati huu sasa ni kufikisha katika kipengele chetu pendwa kabisa cha swali la wiki. Na huenda mtazamaji, leo hii ikawa ni siku yako wewe sasa ya kunufaika vizuri kabisa na zawadi nono ya pesa taslim shilingi za Kitanzania 50,000 inayotolewa na LATRA kwa juhudi zako tu za kufuatilia maudhui yetu ya elimu kwa umma. Nikumbushe tu mtazamaji, ili uweze kukidhi vigezo vya kushinda zawadi yetu ni pamoja na kufuata vigezo na masharti vilivyowekwa, na hivi ni pamoja na kuwa umefuatilia programu zetu za elimu kwa umma
na kipindi cha siku husika. Vile vile uwe umefuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, hususan mtandao wa Instagram ambao unaenda kwa jina la LATRA TZ. Kwa hivyo mtazamaji, napenda kumtaja kwako mshindi wa swali la wiki iliyopita. Huyu si mwingine bali ni ndugu Ramadhani Mauya. Hongera sana bwana Ramadhani, na utajipatia zawadi yako kama ilivyo ada. Na mtazamaji, kwa swali la wiki hii sasa linasema hivi, fupi sana na nije pesa. Tutajie idadi ya watu ambao walikutana na mkono wa sheria kwa maana ya kutiwa mbaroni kutokana na changamoto au makosa ya kufanya ulanguzi wa nauli kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Na mtazamaji, na mpaka kufika nukta hiyo, kipindi cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA ndio kinaelekea ukingoni namna hiyo. Na nikumbushe tu, tumekuwa tukiangazia udhibiti wa huduma za usafiri kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka, ambapo tumepata kuwasikia wadau mbalimbali wakieleza mambo mbalimbali yanayojiri katika kipindi hiki, na hususan ukaguzi unaofanywa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA nchi nzima. Na kwa kipekee kabisa tumepata kumsikia CPA Dr. Habib Juma Suluo, mkurugenzi mkuu LATRA, jinsi ambavyo anavyoongoza timu ya ukaguzi na usimamizi mzima, ili mradi kuhakikisha kwamba kila abiria anayetaka kwenda katika sikukuu za mwisho wa mwaka, anayehitaji kusafiri kipindi hiki, anapata huduma ya seat ambayo ataweza kukaa imfikishe kule anakoelekea akiwa na huduma salama ambayo ni rafiki na ambayo ataifurahia bila bugdha ya aina yoyote, kulingana na kiasi cha pesa anachostahili kulipa kwa mujibu wa sheria na kanuni. Niweza tu kukumbusha ndugu abiria, kipindi hiki cha sikukuu hakikisha unafahamu mifumo tumizi ambayo inaweza kusaidia wewe kupanga safari yako mapema na kupata haki yako bila bugdha. Na hii ni bila kukosa uweze kupakua application au mfumo tumizi wa LATRA app kutoka kwenye simu yako janja. Vile vile unaweza kupakua application ya safari tiketi. Hii inakuwezesha kukata tiketi yako mapema na kuweza kupata siti yako, na utaenda stendi kupanda tu basi lako, na usiende stendi na pesa mkononi. Mtazamaji, na mpaka kufikia nukta hiyo, ni kutake utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Ulikuwa nami Salum Pazi kutoka LATRA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi cha leo, na kuaga kwa heri na kutakia wakati mwema usiokuwa na bugdha. Kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndiyo mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Huna haja ya kujua leo basi lipo au halipo. Hauna haja ya kujua basi hili limefika salama au halijafika salama. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.